Lakini kipekee nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais kwa kutambua umuhimu na thamani ya vijana, yeye mwenyewe na serikali anayoongoza ameunda wizara maalum inayoshughulika na vijana, na hii inaonyesha kwamba ana dhamira ya dhati kuleta mageuzi na mabadiliko ya kiuchumi kwa vijana. Makofi mengi sana. Na kuonyesha kwamba amedhamiria, basi wizara hii hajaiacha pembeni. Wizara hii ya vijana ameiweka chini yake moja kwa moja, na ndio maana inaitwa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Lakini kipekee pia nitumie habari hii kuwapa salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, Kanali Evans Alfred Tambi. Anafahamu kwamba leo Mheshimiwa Mbunge kwa dhati amewakutanisha vijana hapa, na mimi niwahakikishie serikali ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anaongoza na mkuu wa wilaya inahakikisha nashirikiana na Mheshimiwa Mbunge na vijana wote wa Msoma katika kuleta maendeleo ya vijana. Lakini kipekee nitumie habari hii toka kwenye kilindi cha moyo wangu kukupongeza sana Mheshimiwa Mbunge, na kupongeza kwa namna ambavyo ulivyoanza. Hakika unaendana na kasi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais alipanga na kaeka mikakati ya siku 100 za kwanza, nini malengo yake, makusudio yake, na wewe ndani ya siku 100 za kwako kama mbunge wa jimbo la Msoma mjini unaonesha kwa vitendo dhamira yako chanya kutaka kuwasaidia makundi mbalimbali ikiwemo kundi la vijana. Hongera sana. Ndugu zangu, mimi kwa sasa ni jukumu langu kidogo, nataka nifungue ili niwape nafasi ya kuweza kusikia hapa kile kinachotakiwa kusikika kutoka kwa wataalamu. Ndugu zangu wana Msoma, mimi ni muumini sana wa michongo kwa vijana wa Msoma. Mwambie mwenzio hapa ni mwendo wa michongo. Tunaposema michongo kwa vijana, maana yake moja tu, ni kuonyesha vijana fursa zilipo ili vijana wa Msoma wasikimbilie. Sasa hichi kinachofanyika leo ni kuonyesha vijana wa Msoma fursa kubwa tulizo nazo, rasilimali tulizo nazo, tulizobarikiwa katika wilaya yetu ya Msoma, ili mwisho wa siku vijana wote tusione, tuzishuhudie na kuhakikishe kwamba sisi ndio tunakuwa mstari wa mbele kuzifikia hizo fursa. Sasa mimi niwaambie, moja ya maeneo ambayo tunataka tuyasimamie tena kwa nguvu kubwa ni kuwawezesha vijana kiuchumi na kimitaji. Hii ni sehemu ambayo tunataka tuisimamie kwa nguvu kubwa, na ili kufikia huko katika kuwawezesha vijana kiuchumi na kimitaji, maeneo ambayo tunataka kuweka nguvu ni kwenye ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo mkurugenzi wa manispaa katika kipindi hiki ana kazi kubwa ya kuhakikisha anajitendea haki na anawatendea haki vijana kwa kuongeza makusanyo. Unapokusanya, maana yake mapato yataongezeka na ile mikopo kwa vijana itaongezeka. Kwa hiyo ukiwa na mikopo, maana yake tunaweza kuwawezesha vijana, na katika hili moja ya jukumu ambalo nataka nielekeze hapa kwa mkurugenzi na afisa maendeleo ya jamii, nielekeze mtoke sasa ofisini, nenda kwa kata, hakikisha vijana wa Msoma wanajiunga kwenye vikundi ili waweze kuwezesha
mapato. Na baada ya kikao hiki na kongamano hili, niwahakikishie mimi ni muumini sana wa matokeo. Baada ya kongamano hili tunataka kuona nami nipate taarifa ya kwamba baada ya hapa kuna vikundi vitatu vimeundwa. Baada ya hapa wana vijana wa kusoma wangapi wameenda kwenye mafunzo. Baada ya hapa kupitia kongamano hili ni vijana wangapi wanatarajiwa kuwezeshwa kimitaji na benki na halmashauri. Lazima tuwe na makongamano ambayo yanapimika na yana matokeo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ni imani yangu kubwa, tunakwenda kuwezeshana kiuchumi, tunakwenda kufungua fursa ambapo kila mmoja atazitumia. Nami siku zote wanasema fursa ni kama embe, fursa ni kama embe. Wakati wewe unasubiri wenzio wanapanda juu ya mti na wanakula na chumvi, fursa hazisubiriwi, fursa zinakimbiliwa. Mwambie ndio fursa zinakimbiliwa. Ndugu zangu, baadaye nitakuwa na mengi ya kuzungumza, lakini kwa sasa, kwa sababu wataalamu wako wanataka kutoa dawa kidogo, wanataka kutoa chakula cha ubongo, acha niwape nafasi watoe chakula cha na baada ya hapa, na mimi matamanio yangu wataalamu mtakapokuja hapa hizi taasisi za fedha, pamoja na yote muonyeshe vijana hao mchongo iko wapi. Usije mkawa hotuba ni nyingi alafu mchongo haionekani. Ukija unazungumza, lakini naambia vijana ili mtoboe njia rahisi na nyepesi hii. Na mimi hapo kwa kumalizia nataka kusema katika haya yote tunayosema, lazima tupunguze urasimu katika upatikanaji na uwezeshaji wenye mikopo. Wenye sifa za kukopesheka wakopesheke. Hilo ndio la kwanza. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana vijana wa Msoma na mimi kijana wenzenu. Nitahakikisha nasimama na nyinyi bega kwa bega. Nitahakikisha naenda na nyinyi mguu kwa mguu. Na kwa ile miradi ambayo Mheshimiwa Mbunge hapa amezungumza, kuna miradi ya kimkakati. Nimeshawaambia mkandarasi zile fursa ambazo kijana wa Msoma ana uwezo wa kuzifanya, lazima apewe kipaumbele kijana wa Msoma. Hili tutasimamia kwa nguvu zote. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba kongamano la mabadiliko la kiuchumi kwa vijana wa Msoma limefunguliwa rasmi.